السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kipenzi chake mtume wetu Muhammad, rahma na amani zimwendee yeye, sinabudi kuweza kuwakaribisha katika kipindi chetu hichi kwa moyo mkunjufu kabisa kwa ajili ya kuungana nasi katika kipindi hichi na tuweze kuendelea kuangalia mambo yote kuhusiana na maisha yake Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Katika wiki iliyopita, ndugu mtazamaji, tuliweza kuangalia kuhusiana na posa alipeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bintiye Abu Bakar Siddiq na vile mjadala uliokuwepo baina Khawla binti Hakim ambao ni mkake ndugu yake Mtume alayhi salam katika kunyonya, Uthman bin Mad'un, na vile mamake Aisha radhiyallahu anha Ruman pia alivyoweza kujibu masala kama yale, lakini mwishowe Mtume sallallahu alaihi wasallam kaweza kuoa Aisha radhiyallahu anha. Ama leo, ndugu mtazamaji, tutaweza kuangalia mambo mengine tofauti kabisa katika masala ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Leo tuangalia mawqif Abu Bakar radhiyallahu anhu min mu'jizati al-Isra wal Mi'raj. Mawqif Abu Bakar radhiyallahu anhu min mu'jizati al-Isra wal Mi'raj. Tuangalia kuhusiana na msimamo wa Abu Bakar katika miujiza ya Isra wal Mi'raj. Msimamo aliyekuwa nayo Abu Bakar katika miujiza ya Isra wal Mi'raj. Isra ni safari ya usiku, ndugu mtazamaji. Ni safari aliyoweza Mtume alayhi salatu wasalam kuondolewa katika mji wa Makka kupelekwa katika Baitul Maqdis, kisha kuondoka na ule mnyama wakiandamana na Jibril alayhi salam, pia mnyama yule aliyepanda akijulikana kwa jina la Buraq au al-Buraq, na yule mnyama akapeleka Mtume alayhi salam mpaka kule peponi. Hii ndio safari ambayo tunaita Isra wal Mi'raj. Mi'raj manake ni kupanda, kama vile kupanda ngazi. Kwa mtu anapokwenda juu ya pepo lazima aende juu kama ambao yupanda juu. Hivi ndivyo ilivyokuwa safari hii. Kwa hivyo katika kisa hichi kirefu, ndugu mtazamaji, kuna msimamo ambaye aliweza kutoa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kumbuka kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alifariki mkewe Khadija, kisha akaja kufariki ammi yake ambao ni Abu Talib, ambao alikuwa akimlinda sana na akimstiri sana, ama babu yake Abdul Muttalib ambao alikuwa akimhifadhi sana na vitimbi mbalimbali za makafiri wale Makureish, ambao walikuwa wako tayari kujitolea hata kama ni ngamia 100 kwa yule yote ambao atakuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe kichwa chake yuko amefariki au yuko hai, basi babu yake Mtume alayhi salam Abdul Muttalib alikuwa akimhifadhi sana. Lakini katika mwaka ule alifariki, na mwaka huo akaja kafariki tena Khadija radhiyallahu anha, na akaja kufariki mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Qasim, pia akaja kufariki katika mwaka huo. Kwa hivyo kaitwa Amul Huzn. Alifariki Ibrahim kama sijakosea, ikawa ikaitwa ni mwaka wa huzuni. Watu wazito kabisa katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walifariki wengi sana. Baada ya kufariki katika masala kama msiba huu, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja kumchukua mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumpeleka mbinguni au kumpeleka peponi, kumliwaza. Baada ya kuwa na huzuni wa mkewe Khadija radhiyallahu anha kufariki na kupata huzuni ya babu yake kufariki, basi na mtoto wake pia kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa amejawa na huzuni.
washirikina maudhi yao yakazidi zaidi, baada ya kwamba yule ambao alikuwa kimwilinda na kumhifadhi na vitimbi vya hawa washirikina tayari yashaondoka. Washirikina wakawa wanafanya vitimbi vingi sana, ndugu mtazamaji. Lakini pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala alikuja kumchukua mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kupitia kwa yule akatolewa mji wa Makka wakati wa usiku, akapelekwa katika Baitul Maqdis, ule msikiti tukufu, kisha akatolewa katika eneo lile kupelekwa peponi. Ndiyo maudhu tuwazungumzia leo, na tuangalie msimamo aliyekuwa na Abu Bakar Siddiq katika miujiza ya Isra wal Mi'raj. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, hadithi ambayo tunasimuliwa na Aisha radhiyallahu anha, anasema ndugu mtazamaji, hadithi ambayo akhrajahu al-Hakim katika nambari ya hadithi 4407 wal Alkai katika nambari ya hadithi 100 ama 1430, wa sahaha Sheikh al-Albani fi sahiha katika nambari au katika nambari 306. Naam, ndugu mtazamaji, Aisha radhiyallahu anha anasema lamma usriya bin nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-masjid al-aqsa asbaha yatahaddathu an-nas bidhalik, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipotolewa katika mji wa Makka na kupelekwa katika Baitul Maqdis, watu walianza au ilipofika au wakati wa asubuhi, watu wakaanza kuzungumza maneno tofauti tofauti. Makureshi wazungumza mambo yao, waumini wanazungumza mambo yao, kila mtu yazungumza kuhusiana na safari ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fartadda an-nas faman kana amanu bihi wa saddaquhu wa sami'u bidhalik, na ikawa watu wametofautiana katika rai hii. Kwa wale makureshi ambao kwamba washirikina wamekataa kwamba safari ile sio kweli, haiwezekani mtu atolewe baada ya sala ya Isha kisha kabla ya sala ya alfajiri tayari amerudi na anasema kwamba ameenda binguni na ameenda peponi. Na pia vile vile kumbuka kwamba safari ya kutoka Maka kwenda katika Baitul Maqdis, ile msikiti tukufu, ni safari ambayo inachukua takriban mwezi nzima kupitia kwa kipando au mnyama ambao ilikuwa kawaida, ndio kama desturi yao wanasafiria watu wale wa zamani. Takriban mtu anapotoka katika ule mji kwenda huku anaweza kamalizia takriban mwezi nzima. Lakini mtume alayhi salam kaondoka usiku ule baada ya Isha, kaenda katika ule msikiti, kaswali baadhi ya rakaa pale, kisha kaondoka kwenda peponi, katembezwa kila sehemu katika pepo, kisha karejea katika dunia. Masala haya ya peponi, mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda aliweza kutembezwa kila sehemu, akiingia pepo hii anaonyeshwa na mtume alayhi salam karudi. Na kuna baadhi ya mambo mengi ambayo yamezuliwa na kawekwa katika hadithi kama hizi ambao sio sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda peponi hakumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali aliona mwangaza, lakini sauti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akasikia, lakini kumuona Mwenyezi Mungu hakuna mtu ambao yuko hai ambao ashawahi kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali kuna mitume ambao walisikia sauti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama Musa alayhi salatu wasalam, lakini kumuona hawakuweza kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo watu walitofautiana katika masala kama haya, watu wakawa wanazungumza maneno mbalimbali, lakini wale waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa ni wana imani katika nyoyo zao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa kweli. Amanu bih, walimwamini mtume sallallahu, walimwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale yote ambayo yalitokea katika usiku ule. Wasaddaquhu, jambo lile likawapelekea kuweza kumsadiki mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo lake au katika safari ile ambayo alisafiri. Bidhalika naam ila Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu faqalu, waliweza kuenda kwa Abu Bakar Siddiq au Maqureish, kisha wakamwambia Abu Bakar, hal laka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi laylata ila Baitul Maqdis, je una jambo ambalo unaweza kusema kwa rafiki yako huyu ambao ni mtume sallallahu alaihi wasallam anayedai kwamba aliweza kutembezwa katika usiku wa jana kupelekwa katika Baitul Maqdis? Baitul Maqdis ambao iko Palestina. Naam, haitoshi tu Baitul Maqdis iko duniani, lakini mtume alayhi salatu wasalam alipelekwa mpaka akhira, akapelekwa peponi. Lakini hawa kidogo wakawa na walakin katika nyoyo zao, katika msikiti ule ambao ni mbali zaidi. Usiku mmoja mtume kapelekwa peponi, kisha karudishwa pale pale, kisha karudishwa katika mji wa Makka. Je, haya yote ambayo unayasikia kwa ndugu yako au kwa rafiki yako huyu anayedai mambo haya ni ya kweli? Nani anasema maneno haya? Makureishi, ndugu mtazamaji, wanasema maneno haya kumwambia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ambao
alikuwa ndiyo rafiki mkuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa msimamo aliyekuwa na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu ndio tutazungumzia hapa leo. Ujue kwamba unapokuwa wewe uko peke yako na watu wengi wameungana na ikawa wewe uko kwenye haki, ni vizuri zaidi usimame kwenye msimamo wako na uweze kutoa haki, ibakieni haki, wala usibabaike katika masala kama haya. Qala Abu Bakar radhiallahu anhu, akasema baada ya wale watu kwenda kwake kumuhoji maswali mengi, kumuuliza kwamba je, kwa rafiki yako huyu anayedai, tena si kwamba anasema anadai, yazumu, anadai tu kwamba aliweza kutembezwa kwenye usiku wa jana kupelekwa kwenye Baitul Maqdis. Je, unamkubali maneno yake ni ya kweli? Je, maneno haya anayozungumza ni ya sawa au vipi? Haya ni maneno ambayo kwamba Abubakar Siddiq radhiallahu anhu aelezewa na Makureish kwamba yuadai rafiki yako. Naam, Abubakar radhiallahu anhu aliweza kutoa msimamo mkali sana katika masala kama haya, akasema kujibu, au qala dhalik, akasema kujibu Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, qalu na'am, naam. Abubakar radhiallahu anhu akasema naam, na Abubakar radhiallahu anhu akasema la in kana qala dhalika laqad sadaq, ikiwa amesema maneno kama hayo kwamba ametolewa katika mji wa Makka akapelekwa Baitul Maqdis kisha akatolewa pale akapelekwa peponi, basi kama amesema hayo basi ni mkweli. Haya ni msimamo aliyoweza kutoa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, na kuna aya nzima ambayo inathibitisha safari kama hii ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitembezwa. Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhir alaya. Hizi ni aya ambazo kwamba zathibitisha, ama aya hii inathibitisha safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Masjid al-Haram ambao kwamba ni nyumba tukufu na kupelekwa katika Baitul Maqdis ambao kwamba pia ni nyumba tukufu inapatikana katika nchi ya Palestine. Hii ni safari ambao Allah subhanahu wa ta'ala athibitisha katika Qur'ani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia athibitisha kama vile baadhi ya hadithi mbalimbali, na hadithi hii anayotupokelea Aisha radhiyallahu anha pia inathibitisha. Je, kwa nini Makuraish wapinga mambo kama haya wakati ambao Mtume alayhi salatu wasalam kweli rafiki yake wa karibu zaidi Abu Bakar katoa msimamo wake kwamba yeye Mtume alayhi salam wapo amemwambia maneno kama hayo, basi ni mkweli. Ndugu mtazamaji, wacha tupate mapumziko mafupi, tukirudi tena tuweze kuendelea, tuangalie msimamo huu Abu Bakar radhiallahu anhu ulipingwa na hawa watu Makuraish au hawakupinga, na je Abubakar aliendelea na msimamo wake au alifikia kikomo katika eneo hili? Tupe sikio lako baada ya mapumziko yafuatayo. Karibu tena mtazamaji kwenye kipindi chako ambacho kiko hewani hivi sasa, kipindi ambacho huja katika siku kama ya leo na muda huu kwa ajili ya kukuweka sawa, kuweza kufahamu masahaba wako waliweza kushikilia Uislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, na kuonesha hima kwamba Uislamu haiwezi kushuka hadhi hata kama Mtume alayhi salam ameondoka. Inakupasa wewe kama Muislamu kuyafahamu haya yote ili uweze kuishi kama Muislamu wa kisasawa na kuweza kuishi sasawa na kufahamu visa mbalimbali ya masahaba kama hawa. Na leo ndugu mtazamaji, wapo unajiunga nasi hivi sasa kwenye runinga yako, tuko kwenye kipindi chako ambacho tunazungumzia sahaba wa kwanza, khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ikiwa leo tunaangalia maudhui ya msimamo aliyekuwa nayo katika kisa cha Isra wal Mi'raj, ambao alikuwa ndani yake kuna muujiza mbalimbali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mtazamaji, hapa tulikokomea kwamba Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alipoturudi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa ameshashushwa na kuletwa katika ardhi tena mara ya pili, na Makuraish wakaenda kwa Abubakar Siddiq wakamuuliza, hal laka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi laylata ila Baitul Maqdis, je, una chochote ambacho unaweza kusema kwa rafiki yako huyo anayedai, huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo rafiki yako anayedai kwamba yeye aliweza kutembezwa katika usiku wa jana kupelekwa kwenye Baitul Maqdis ambao ni nyumba tukufu inayopatikana katika nchi ya Palestine? Je, jambo hili ni kweli au si kweli? Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, ndugu mtazamaji, kajibu, la in kana qala dhalik, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno hayo, laqad sadaqa, basi hakika ameshasema ukweli kwamba yote analolinena Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya kweli. Kumbuka ndugu mtazamaji kwamba Makuraish walimtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli katika kila jambo lake, na hata hao wenyewe ndio walimsadikisha na wakamkubali na wakambandikia jina au wakambandikia sifa nzuri
wakisema kwamba yeye ni sadiqul amin, ni mkweli kisha ni mwaminifu. Ni sifa mbalimbali ambazo Makoreshi wenyewe waliweza kummiminia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uaminifu wake na pia vile vile ukweli wake aliyokuwa nayo katika maisha yake. Wakamwambia kwamba wewe ni mkweli kisha mwaminifu. Kumbuka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na da'wa ya la ilaha illa Allah na kukusanya watu katika mlima wa Safa, ule mlima Mtume alayhi salam aliwaambia, je, muonaje mimi kama nitawaeleza leo kwamba ndani ya mlima huu kuna ngamia au kuna farasi au kuna mnyama ambao atatoka kwenye mlima huu, akuntum musaddiqiyya, je mtaweza kunikubali kweli? Mkanikubali katika yale ambayo nitawaeleza? Wale wote wakasema naam, ma jarrabnaka fil kadhib, hatujawahi kukuona kwamba wewe ni mrongo hata siku moja. Kwa hivyo hapo leo utatuambia kwamba mlima huu kutaweza kutoka mnyama ndani yake, tuko tayari kukubali kwamba wewe ni mkweli. Basi ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba inni rasulullah, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nimetumwa kwenu nyinyi kuweza kuwafundisha dini ya haki, kuelekeza katika akida ya haki. Kwa hivyo hawa Makureishi, ndugu mtazamaji, walitambua ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam sio mrongo na sio jamaa au sio mtu ambao kwamba ana khiana, ni muaminifu katika kila jambo lake. Lakini katika kisa hichi hawakuingiwa na akili kwamba jambo hili la kweli. Waliona kwamba miujiza ile si ya sawa, wakaweza kuenda kinyume na mamrisho, wakakadhibisha. Lakini Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu katoa msimamo wake kwamba in kana au la in kana qala dhalika laqad sadaq, kwamba ikiwa ni kweli Mtume alayhi salam kasema jambo hilo kwamba amepelekwa katika usiku wa manane, kutembezwa katika Baitul Maqdis, kutolewa pale na kupelekwa kwa peponi, basi ikiwa amesema jambo hilo basi kashasema ukweli. Qalu, wakasema wale Makureish kujibu Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, awatusaddiquhu annahu dhahaba laylata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbiha, je unamsadikisha, je unamkubali yeye anasema kwamba alikwenda katika Baitul Maqdis katika usiku wa manane baada sala Aisha, kisha akarudi kabla hujafika muda wa asubuhi? Je, unakubali jambo hilo? Au tusaddiquhu annahu dhahaba al-laylata, je unamkubali kwamba yeye alikwenda katika usiku jana kwenye Baitul Maqdis, nyumba tukufu ile, wajaa qabla an yusbiha, kisha karudi kabla hujapambaukiwa asubuhi? Unakubali jambo hilo? Qala na'am. Abubakar akaendelea kuwa na msimamo. Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusisitiza zaidi tuwe na istiqama, tuwe na msimamo katika dini yake. Akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuthibitisha mambo ya kuwa na istiqama, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kwamba hakika wale ambao kwamba wamesema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wakawa na msimamo. Tatanazzalu alaihim almalaika, kwamba wote ushukiwa na malaika wakati ambao wafa. Malaika wanawaambia nini? Alla takhafu, musiwe na hofu katika jambo lolote, katika yale ambao mnaogopa kwenda kukutana nao mbele ya Allah. La takhafu wala tahzanu, wala msihuzunike katika yale mlioacha duniani kutokana na mali zenu au watoto wenu, musiwe na huzuni kabisa. Wa abshiru bil janna, na muwe na bishara njema na pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, na muwe na bishara na pepo ambao mlikuwa mmeandaliwa na kumkaidiwa kwamba mtayapata au mtapata. Hii ni katika taswira, ndugu mtazamaji, ambayo inapatikana kwa mtu ambao anakuwa na istiqama, anakuwa na msimamo kama vile Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alivyokuwa na msimamo kama huu. Naam, Abubakar radhiyallahu anhu alivyoulizwa swali hili kwamba je, unamkubali kwamba jana usiku alipelekwa katika Baitul Maqdis, ile nyumba tukufu, kisha kaja kabla subuhi, unamkubali? Qala na'am. Abubakar akaendelea kusema na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik, kama mimi namkubali na kumsadikisha katika jambo ambalo ni zito na ni mbali zaidi kushinda hayo. Mnaniambia Baitul Maqdis, basi mimi namkubali hata kama ni kwenda peponi, pia nakubali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda. Usaddiqu bi khabari samai fi ghadwati aw rawha, mimi namkubali kwa habari zote za mbinguni. Akiniambia wahi inashuka, nakubali. Akiniambia Mtume Jibril amekuja, nakubali. Kila jambo lolote ambalo kwamba ni habari ya mbinguni namkubali, na hayo ni kubwa zaidi kushinda kupelekwa Baitul Maqdis. Nyinyi mnanieleza kwamba amepelekwa Baitul Maqdis,
basi yale ambao namkubali mtume sallallahu alaihi wasallam ni zaidi na zaidi kushinda kupelekwa katika Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni hapa duniani, basi mimi namkubali katika habari za binguni. Ananiambia miujiza, ananiambia mambo yote kwamba Jibril kaja ameleta wahi, yote namkubali. Fi ghadwatin au rauha, iwe ni wakati wa asubuhi au wakati wa jioni, mimi namkubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Falidhalika summiya Abu Bakar as-Siddiqa, na kwa jambo hilo ndugu mtazamaji ndio alivyoweza kuitwa Abu Bakar kwamba yeye ni mkweli katika kila jambo lake. Na hadithi hii ni sahih, ambapo kama nilivyosema mwanzo akhrajahu al-Hakim katika nambari ya hadithi 4407, wal Alkai pia ametoa hadithi hii katika nambari 1430, wa sahaha Sheikh al-Albani fi sahiha katika nambari au kurasa 307. Naam ndugu mtazamaji, hii ni hadithi ambayo kwamba Aisha radhiallahu anha ameteleza kuhusiana na Isra wal Mi'raj, na hakuna mtu ambao kwamba haamini habari hizi isipokuwa mtu ambao imani yake inakwenda potovu au inaenda kinyume na imani yetu sisi. Hadithi au mambo haya iko kwenye Qur'ani kama tulivyosema, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleta sura special ambayo inaitwa Suratul Isra, ambayo inaonyesha safari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama vile tulivyotangulia kusema kwamba safari hii ulijawa ndani yake na muujiza mbalimbali, kwa kuwa safari hii kukumbuka kwamba kutoka Maka kwenda mpaka Palestina ni muda mrefu sana, au ni mwendo wa siku nyingi sana, takriban mwezi. Lakini nakuta kwamba safari hii Allah Subhanahu wa Ta'ala aliifanya uwepesi sana, na kakunja ile ardhi ikawa fupi, ikawa anakwenda kwa mwendo wa kasi. Na Buraq yule mnyama alikuwa na safari sana, ana kasi na mwendo wa kasi, ndio ikawa anakwenda kwa haraka haraka. Na pia muujiza mbalimbali ambazo tuliona katika hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kupelekwa peponi na kutembezwa katika sehemu mbalimbali. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo safari ya Isra wal Mi'raj ndiye aliweza kufaradhishiwa swala, na swala zetu ambazo zilikuwa ni nyingi sana, takriban 50. Na Mtume alayhi salam kakutana na Musa kule alayhi salatu wasalam, na akaweza kumwonea huruma kwamba umma wako ni madhaifu sana, rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupunguzie, kwamba watu wako ambao wako duniani ambao ni umma wako hawatoweza. Na ni kweli sisi ni umma dhaifu sana, hatungeweza kuswali sala kama hizo zote. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alirudi na kuweza kupunguziwa zile swala ambazo alikuwa nazo, na zikapunguzwa mpaka mwishowe zikabakia 5 kama leo. Hizi zote Mtume alayhi salatu wasallam aliweza kuziona wakati ambao wameenda Isra wal Mi'raj, na mambo mengi ambapo Mtume alayhi salatu wasallam aliweza kukumbana nazo kule. Aliona baadhi ya watu wanaadhibiwa, kama wanawake ambao unakuta kwamba wanasonga nywele zao duniani, nywele ndefu kabisa, kisha hawasitiri zile nywele zao. Ikawa Mtume alayhi salam ameona adhabu kama hii, watu wanaadhibiwa. Akauliza Jibril alayhi salam, hawa ni akina nani? Akaelezewa kwamba ni wanawake ambao walikuwa duniani, Allah amewapa nywele nzuri, lakini wanaposonga zile nywele zao hawajistiri, ndio Allah anawadhibu peponi kule, au anadhibu kule siku ya mwisho. Zote ni katika mambo yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kukumbana nayo katika safari zake. Ndugu mtazamaji, taswira yote inaonyesha kwamba ni ukweli wa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu na msimamo aliyekuwa nayo, kwamba Makureshi wote wamemzingira, wanamuuliza waonaje kwa rafiki yako huyo anayedai kwamba amepelekwa katika usiku ule kwenda katika Baitul Maqdis kisha karudishwa kabla hujafika asubuhi. Je, ni kweli? Na Abubakar radhiallahu anhu katoa msimamo, ndugu mtazamaji, kusema kwamba inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dhalik, mimi namsadikisha Mtume alayhi salam, namkubali Mtume alayhi salam katika mambo mengi ambao kwamba labda ni mazito na makubwa kushinda hayo. Naam, akasema kwamba usaddiqu bi khabari as-samai fi ghadwati aw rawhatin, namkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa habari zinazotoka binguni, iwe ni wakati wa asubuhi au jioni, mimi niko tayari kumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndipo hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akabandikiwa, au Abubakar radhiallahu anhu kaitwa Siddiq, ameitwa mkweli kwa sababu alisimama na ukweli, akasimama na msimamo wake, akasimama kidete katika kuweza kumuunga mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbuka kwamba hawa Makureishi walikuwa tayari wana nguvu nyingi sana, lakini Abubakar Siddiq alisimama na msimamo wake. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala alimuhifadhi kwamba hakuweza kuudhiwa sana Abubakar, kwa sababu alikuwa na baadhi ya makabila ambao walimtambua katika zama za ujahiliya
kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye ni kiongozi katika zama zile, ikawa ule uongozi na jamaa zake ambao walikuwa na wao katika ujahilia, ikawa hakupata maudhi sana katika kuudhiwa na watu kama hawa Makureishi, ambao kwamba walikuwa tayari kufanya jambo lolote kuweza kuondolewa au kutupilia mbali ule uongozi na utawala na ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika eneo lile. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kusimamisha utawala ule na ujumbe ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaweza kufika katika masikio yao. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, bila shaka umefaidika sana na kuweza kufahamu kisa kifupi hichi ambacho tumekitoa, maana mambo ni marefu zaidi, lakini sisi tumefanya kufupisha ili angalau uweze kufahamu zaidi kuhusiana na kisa hichi. Abu Bakar alikuwa na msimamo gani katika safari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Aliweza kuandamana na yule mnyama ambaye anaitwa Buraq na kuenda peponi pamoja na Mtume pamoja na Jibril alayhi salam. Pia katika safari ile akimuonesha kila sehemu katika pepo. Mtume alayhi salam alikuwa akiuliza mambo kama haya, ambao siku nyingine biidhnillah subhanahu wa ta'ala, au ikiwa atakuwa darasa zingine zitakuwepo, tutakuwa inshallah tukumbushane mambo mengi ambayo Mtume alayhi salam aliyafanya katika pepo, au aliweza kuuliza swali akielezewa, au watu wengi alikutana nao katika walikuwa kiadhibiwa. Basi haya yote ni katika miujiza ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amefanyia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Naam ndugu mtazamaji, mpaka hapa sina budi kuweza kukomea na kutia kikomo mpaka wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukutane tena hapa tuweze kuendelea kwa mambo mengine katika masala mbalimbali ya kuangalia khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwanza kabisa ambao ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mpaka hapa nasema wa ila liqa, jazakumullahu khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.